nafasi kubwa ya BOT waliotoa kwetu sisi kama Credit-Info. BOT kama regulator wetu ndio ambao wametupa leseni tangu 2013 tukaanza mchakato huo kuhakikisha kwamba tunatoa ripoti za wateja. BOT ndio iliyotusaidia mpaka sasa hivi unavyosema kwamba tumejitahidi kwa asilimia kubwa sana kwa kupitia BOT kwa kuhakikisha kwamba tunaenda Tanzania nzima. Kama leo tulivyo hapa Mwanza, tumetoka mikoa kama Dodoma, tumeenda Mbeya, tumefanya Dar es Salaam yenyewe, tunafanya Tabora, kuhakikisha kwamba tunatoa hili awareness, kuhakikisha kwamba vyama vyote vya ushirika, microfinance na pamoja na mabenki wanapata hii elimu ya kuweza kuhakikisha kwamba wanawacheki wateja kwenye Credit-Info system na kuweza kujua je, wateja hawa wenye mikopo mbalimbali wanafanyaje mteja anapokuwa ametoka kwenye taasisi moja kwenda taasisi nyingine. Je, anakuwa na hali ya namna gani kabla ya kukopeshwa na taasisi nyingine. Kwa hiyo tukiangalia ni kabla ya Credit-Info kuwepo, taasisi iliyokuwa inahusika na hizi taarifa ilikuwa ni TBA, Tanzania Bank of Association. Tanzania Bank of Association ndio walikuwa na hizi taarifa. Kwa hiyo mtu yoyote au taasisi yoyote ikitaka taarifa yoyote ya mtu yoyote walikuwa wana hali ya kwenda tena kwenye ile Tanzania Bank of Association kupata hizo taarifa. Lakini sasa hivi kwa msaada mkubwa wa BOT, Governor amefanya kazi moja kubwa sana ya kutupa leseni ya kuhakikisha kwamba vile tumeanza kuchakata hizo taarifa. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba sasa kila taasisi ina uwezo wa kupata hizo taarifa mkononi. Kila taasisi ina uwezo wa kupata hizo taarifa popote alipo. Na sasa hivi mpaka hata mtumiaji mwenyewe wa mfumo, nikiwa maana kwamba hata mkopaji ana uwezo wa kupata taarifa popote pale alipo kwa kupitia Credit-Info. Tuna mifumo kwanza ya wao kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye mfumo ambao ni Credit-Info Solution. Wanaingia kule basi wana uwezo wa kuweza kupata ripoti yao wenyewe wakiwa popote walipo bila kulipa chochote, na ni haki yao kupata ripoti kila mwaka mara moja. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba ripoti tunazozipata kutoka kwenye zile taasisi za kifedha basi tunazichakata na tunahakikisha kwamba tunaziweka kwenye mazingira ambayo watu wote katika taasisi nyingine zote waliopewa access wana uwezo wa kupata taarifa ya mtu kabla ya kumpa huduma. Kwa hiyo tunaweza tukasema kama ni njia fupi imefupisha kwamba taasisi sasa zina uwezo sasa wa kuweza kuingia Credit-Info kwa kuingiza hata kwa jina tu, unaweza kuingia kwa jina au kaingia labda ni kwa namba ya simu au katumia kitambulisho cha taifa ndani ya ule mfumo wa Credit-Info, ukaweza ukamjua huyu mteja kwamba amekopa wapi, shilingi ngapi na anadaiwa wapi na mpaka sasa hivi amelipa wapi. Kwa hiyo kwa hawa microfinance au hizi SACCOS basi wana uwezo mpana wa kuamua kwa kupitia mfumo huu wa Credit-Info. Watu wengi wanapenda kuchukua mikopo na kukimbia na fedha, lakini mfumo huu sasa unatusaidia kuweza kubaini watu ambao labda wanachukua mikopo sehemu mbili au tatu. Unaweza kukuta mtu kachukua mkopo benki, baada ya kule halipi anakimbilia kwenye vyama vya ushirika. Lakini mfumo utatusaidia sasa kuweza kuona kwamba namna gani watu wachukue mikopo na wapi na kadhalika. Tumepata semina mara kwa mara ambayo inasaidia, na tunaomba semina hizi ziendelee kwa sababu vyama vyetu vinaweza visiendelee mbele kutokana na mikopo, kuwa na mikopo mibaya, kwa sababu mikopo mibaya ndio inayosababisha vyama hivi visiendelee na vinaweza vikafa. Tunashukuru kwa kweli Credit-Info inatusaidia kuweza kubaini wakopaji wabaya. Kwa jina naitwa Matias Wanchogu, ni manager kutoka Mwanza City Council SACCOS. Huu mfumo wa uchakataji wa wakopeshaji kwa maana ya taarifa za wakopaji umetusaidia kuainisha aina ya wakopaji na namna ambavyo wana rekodi zao ili tuwezeshe kufanya maamuzi katika kutoa mikopo. Hali hii imetusaidia kuondoa ile mikopo chechefu kwa maana non-performing loans na kutuwezesha kupata wateja na wanachama wanaofanya vizuri. Kwa kweli nimeona ni msaada mkubwa kwa sababu kwa kuendelea kutumia mifumo imeturahisisha kufanikisha shughuli zetu na kuwa na ufanisi wa hali ya juu, hivyo kuondoa hata ile mikopo chechefu na kufanya taasisi kama taasisi
kuweza kufanya vizuri zaidi katika shughuli zake za ukopeshaji. Kabla ya matumizi ya mifumo, kwanza ilikuwa ni tatizo kuainisha aina ya wanachama wakopaji waliokuwa nao, maana ya kujua taarifa zao. Lakini pia usahihi wa taarifa haukuwa mzuri sana, kwa sababu utunzaji wa rekodi zetu haukuwa mzuri. Lakini kwa matumizi ya mfumo yametuwezesha kuhakikisha kwamba tunafanya kazi vizuri na taarifa zetu zinakuwa ni sahihi kuliko kabla ya kutumia mifumo. Lakini kwa ripoti ya mwaka 2022 SACCOS ziliongezeka hadi kufika SACCOS 758 ambazo zilikuwa na wanachama 1,800,000. Lakini pia hata ukuaji wenyewe wa SACCOS ziliweza kukua kutoka trilioni 1 hadi kufika trilioni 1.3, na ripoti ya 2024 inaonyesha SACCOS zitakuwa na mali zenye thamani ya zaidi ya trilioni 1.4. Lakini kwanza tangu tumeanza kusimamia hizi SACCOS, ni kweli kuna baadhi ya SACCOS ambazo zilikuwa na changamoto kwa baadhi ya wanachama ambao wanakopa hawalipi kwa wakati, lakini kwa kupata mfumo sasa, na tuwashukuru sana Benki Kuu ya Tanzania kwa kuona umuhimu wa kuwajengea uwezo hadi viongozi na watendaji wa SACCOS, kwa sababu itawasaidia katika mazingira ambayo wanafanyia kazi kuweza kuwatambua wakopaji wabaya. Rai yangu kwa wananchi wanaokopa kwenye taasisi zote za fedha ambazo zinatambuliwa na BOT ni kwamba tukope, turejeshe mikopo, kwa sababu uchumi wa nchi yetu unategemea sana biashara ya benki na fedha. Ukikopa unatoa nafasi kwa mtu mwingine baada ya kurejesha aweze kukopa. Unaposhindwa kurejesha, maana yake unazuia watu wengine wasikope na hivyo kurudisha nyuma uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo rai yangu ni hiyo, kwamba wananchi tujitahidi tuweze kurejesha mikopo na tuwe na tabia ya kutumia vizuri mikopo kwa malengo yaliyokusudiwa, kwa sababu kuna baadhi ya wakopaji wanapata mikopo lakini wanaipeleka kwenye malengo mengine ambayo hayakusudiwa, mwisho wa siku unashindwa kurejesha mikopo.